siasa ambazo zitachapwa kati ya mwaka huu 2025 kufikia mwaka wa 2027 zitakuwa tofauti ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Rais William Ruto ameweza kutumiwa ujumbe mzito, ujumbe mkali, ujumbe ambao ni wa maswali mengi katika ikulu ya Kenya. Ujumbe huu naenda kuachilia kwa sauti ili msikize, na katika kanda hii tutakuwa tunachanganua nani ametuma ujumbe. Ujumbe huu ni wa aina gani na ni kwa nini, kisha baadaye tutakuwa tunachanganua. Naomba tu ukaweze kunifuatilia, maana naileta hii kanda chini ya dakika 10. I promise, natoa ahadi. Kwa hivyo tuanze na wewe, tumalize na wewe, ili kujua ni kipi ambacho kinaendelea katika siasa. Ningependa tu kujua unatazama hii kanda ukiwa eneo lipi. Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kabla niweke hiyo kanda, naomba kushukuru ambao ni subscribers katika channel hii. Huyu Mungu anayebariki wengine azidi kuwafungulia milango ya mibaraka kila wakati. Kwa unyenyekevu tu na heshima kubwa, ikiwa unatazama lakini bado hauja subscribe, unaweza kusubscribe kwa kubonyeza kidude kiko hapo chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kidude ili kuwa subscribe, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapozungua katika mtandao huu wa Mokeja TV. Please ninakuomba tena utupe a like, ukipenda a thumbs up katika kanda hii. Sambaza hii kanda kwa grupu moja ama mbili. Baada ya kumaliza kutazama ndio usambaze kwa grupu zingine ili tukaweze kufahamisha wengi zaidi. Asante, barikiwa kwa kutii ombi langu kwa kuzidi kutazama na kufanya vile nimeomba kwa unyenyekevu tu. Karibu tuendelee pamoja. Ujumbe ambao rais ametumiwa ni mkali. Na ni nani ametuma ujumbe huu? Kuna mwanasiasa aliyekuwa seneta katika kaunti ya Kakamega katika miaka ya nyuma kati ya 2017-2022, ingawa alienda kuwania kiti cha ugavana akaanguka, akazama kupitia chama cha UDA. Na jamaa huyu anaitwa Cleophas Malala. Cleophas Malala alikuwa katibu mkuu wa chama cha UDA, lakini aliweza kungolewa baada ya kujulikana kwamba kuna uhusiano kunayo kati ya yeye na aliyengolewa mamlakani Rigathi Gachagua. Akangolewa katika kiti cha kuwa katibu mkuu katika chama cha UDA. Kuna ujumbe ambao ametuma kwa ikulu ya Kenya. Tusikize Cleophas Malala. Mimi ningependa kuomba jamii ya Mulembe tushikane, na ningependa kuomba rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni rafiki yangu, ni vizuri ajue kwamba wakati wa kufanya maendeleo na siasa atafautishe kati ya Western Region na Nyanza Region, kwa sababu sisi wakati ya kupiga kura sisi ndio tunapiga kura, wale jamaa wapige kura. Wakati ya maendeleo inaenda kule, sisi tunanyimwa maendeleo hapa. Umeona hata huyu speaker Wetangula amekaa hapa na yuko shua kama yeye ni speaker, wanamtishatisha kila wakati. Hata next week mimi nasikia Raila Odinga anakuja kujiunga na serikali, na nasikia anataka kiti ya prime minister ambaye ni huyu Musalia Mudavadi. Hii maneno mpaka tukwambia rais, tafadhali usiguse hawa kiti ya hao watu, ni viti zetu. We must protect our community and respect the Luhya nation. Unajua yeye hayupo katika serikali sasa hivi, ako katika mrengo wa upinzani. Lakini ametuma ujumbe kwa serikali kwamba wao kama jamii ya Mulembe hawatakubali watoto wao kungolewa mamlakani, akiwemo Musalia Mudavadi, kwamba anadai kwamba kuna fununu njama ya Musalia Mudavadi kunyang'anywa kiti cha kuwa mkuu wa mawaziri ama waziri mkuu, ili kiti hicho kikabidhiwe Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa chama cha ODM, baada ya kuonyesha ushirikiano na uhusiano kati ya yeye na rais wa sasa. Kwa hivyo amesema hata speaker katika bunge la kitaifa Moses Wetangula hawatakubali kama jamii ya Mulembe watoto wao kungolewa, akiwa Moses Wetangula na Musalia Mudavadi kwa viti zile ambazo wanashikilia sasa hivi. Kisha baadaye ameongeza na kuapa ya kwamba hawatakubali kupiga kura kila wakati na kusabot serikali inapoingia mamlakani. Watu tofauti wale ambao anadai hivyo hawakupiga kura kwa serikali hiyo ndio wanafaidika kimaendeleo. Kumaanisha nini? Anasema kuna wale ambao wameingia kwa serikali kupitia mlango wa nyuma kwa sababu hawakusupport serikali, sasa hivi ndio wana benefit kwa maendeleo. Now
I want to put this into perspective so that we can understand the context yenye huyu jamaa ametumia katika sekta ya siasa. Kwa nini Cleophas Malala akazungumza kutetea Musalia Mudavadi na Moses Wetangula licha ya kutokuwa katika serikali, ako katika mrengo wa upinzani, lakini mbona akaamua kuwatetea? Point number 1. Amezungumza ili kuzuia kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ili asifaidike vile fununu zinasemekana kwamba atakabidhiwa kiti cha kuwa waziri mkuu. Nafasi hiyo isalie kuwa kwa Musalia Mudavadi kwa sababu yeye ndiye mkuu wa mawaziri sasa hivi. Ni kusema kama community wao, licha ya yeye kuwa kando na serikali, kama community, kama jamii ya Mlembe, wanaunga mkono watoto wao kuwa kwa viti zile ambazo wanashikilia. Na katika mazishi yale ya Malulu Njendi katika kaunti ile ya Kakamega, eneo bunge wakilishi la Malava, niliona huyu jamaa katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli, naye wakati alisimama akazungumza mengi yakaisha, lakini alimalizia kwa kusema ya kwamba Moses Wetangula na Musalia Mudavadi ni watu wazuri katika serikali, kumaanisha hata yeye mwenyewe anaona kuna kanjama karata mahali fulani kanaweza echezwa ili wangolewe. Tusikize kitu alisema kwa mazishi siku ya leo ya Jumanne. Mwisho nikikaa, msiwe na wasiwasi yeyote. Huyu Wycliffe, Moses, mimi nawajua sana, wamejua pahali tunaenda. Hii inamaanisha nini? Tunaweza tofautiana kisiasa. Kila mtu ako na sera zake tofauti. Naweza kuwa adui kwa dakika, lakini baadaye niwe rafiki. Lakini kiti cha Moses Wetangula na Musalia Mudavadi hakuna siasa zinachezwa, kumaanisha kwa pamoja kuwatetea watoto wao kutoka jamii ya Mlembe. Ndio maana Cleophas Malala anasimama na wengine kusema hawatakubali watoto wao kuchezewa kwa viti zile ambazo wanashikilia katika serikali ya Kenya kwanza. Number 2, hii inamaanisha nini? Malala anazungumza ili kuinua siasa zake ili zinoge zaidi katika eneo la magharibi mwa Kenya. Najua itafika 2027 aseme mimi ndiye nilisimama kidete kutetea jamii yetu. Sasa nawania kiti cha ugavana, ni support, nikiingia nitatetea zaidi ya vile nimekuwa nikitetea. Unajua sasa yeye ni kama ni mwanafunzi wa Rigathi Gachagua. Unajua sasa Rigathi Gachagua hata sasa hivi anatembea katika eneo la Mlima Kenya hapa na pale, watu wa mlima. Hatujamuona sana akitembea ama akitembelea sehemu zingine. Kwa hivyo anatumia the same script ya Rigathi Gachagua kwamba anataka kuunganisha jamii ya Mlembe. Na anaweza anza kimchezo. In future atakuwa spokesperson wa Mlembe kwa sababu yeye kitu kila anataka kujaribu kuunganisha ni jamii ya magharibi mwa Kenya ili kuwaleta pamoja na kuhakikisha kwamba kile ambacho ni chao, anything that belongs to them, kisalie kuwa pale pale pasipo badilishiwa kile ambacho they have fought for. What do you think kulingana na wewe? Because hayo ni maoni yangu, lakini ukiangalia kimtazamo wako mpenzi mtazamaji, kwa nini huyu Cleophas Malala anazungumza sana na kuwatetea watu ambao hawapo pamoja katika serikali? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji ndipo natia kikomo katika uchanganuzi
wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, umekuwa ukitazama lakini bado hauja-subscribe katika channel yetu ya Mkenya TV, naomba tu uweze kusubscribe. Na Mungu azidi kukubariki. Sambaza hii kanda kwa grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Sambaza hii kanda kwa grupu 1 ama 2 3 hivyo ili tukaweze kusonga mbele pamoja. Asante, tukutane in the next video. Bye bye for now, ladies and gentlemen.